Tangazo kwa vyombo vya habari vya kimataifa, vyombo vya habari vya kikanda, vyombo vya habari vya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bila kusahau tangazo letu lipitishwe kwa waandishi wa habari wa kimataifa, waandishi wa habari wa kikanda na waandishi wa habari wa nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangazo hili limetolewa tariki 12 mwezi wa 3 mwaka wa 2025 kwa niaba ya chama cha ANAPAD, kwa niaba ya Coalition Uboli. Tumesimama ili tuwatangazie wananchi, bila kusahau nchi za maziwa makuu, nchi za kikanda na nchi za Umoja wa Mataifa. Tangazo hili letu lifikie Umoja wa Mataifa, lifikie Umoja wa Afrika, lifikie Umoja wa nchi za East Africa Community, lifikie Umoja wa nchi za SADC, lifikie Umoja wa nchi za maziwa makuu. Na lengo na shabaha kuu ya tangazo letu ni kuhusu mazungumzo kati ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au serikali ya nchi ya Kongo ambayo inaongozwa na Bwana Felix Tshisekedi pamoja na kikundi cha waasi wa M23. Na wasimamizi au wapatanishi ambao waliteuliwa kwa kuongoza mazungumzo haya, tunahitaji taarifa hili letu liwafikie Mheshimiwa Rais mstaafu wa nchi ya Kenya ambao ni msimamizi wa kikundi cha upatanisho, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mheshimiwa Rais mstaafu wa nchi ya Nigeria ambao ni mpatanishi mwingine, Mheshimiwa Obasanjo. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu wa nchi ya Ethiopia ambao yuko miongoni mwa wapatanishi, Mheshimiwa Males Zenawi. Tumeshukuru sana kama vile wananchi, tumeshukuru sana kwa jitihada za nchi za Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na Umoja wa SADC na Umoja wa East Africa Community kwa zile jitihada mnazozifanya kwa kutafuta amani mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na jambo hilo linatupa furaha. Lakini nikikumbuka Mheshimiwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alipewa majukumu ya kusimamia mazungumzo ya kutafuta amani mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya vikundi vyote ambavyo vinashikilia silaha pamoja na serikali ya Kongo, ambao mikutano hiyo ilifanyika katika nchi ya Kenya, Nairobi. Mchakato huo haukuleta mabadiliko yoyote yale. Vivyo hivyo Mheshimiwa Rais wa nchi ya Angola Lourenço akawekwa kusimamia mazungumzo kati ya Felix Tshisekedi na Bwana Paul Kagame. Mpaka sasa upatanisho huo haujafua dafu. Kwa sasa kama vile wanaharakati wa vyama vya kisiasa, tena kiongozi wa chama cha kisiasa, tumekuja kwenu. Tunajua leo kuna mchakato wa kuandaa mazungumzo kati ya serikali ya Bwana Felix Tshisekedi na kikundi cha M23, ambao mazungumzo hayo yanaandaliwa kufanyika Angola. Tunajua vizuri. Lakini kitu ambacho tunasusia kama wananchi, mnazofikiria ya kwamba mnaenda kusuluhisha matatizo ya mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kumbe hamkuenda kusuluhisha matatizo, mlikwenda kuweka matatizo zidi ya matatizo mengine. Kwa sababu kama serikali ya Bwana Tshisekedi imekubali mazungumzo na kikundi cha M23, jamani ndugu zetu, kazi ambayo mnakwenda kuifanya itambulia patupu. Kwa nini tunaongea haya? Kwa sababu serikali ya Tshisekedi ilisema kikundi cha M23
ni kikundi cha wauaji, terrorist. Leo itawezekanaje serikali ya Bwana Tshisekedi iende kwenye meza mazungumzo na kikundi cha terrorist? Na katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna vikundi zaidi ya 140 ambavyo vinashikilia silaha. Hawa watu, mazungumzo ya serikali ya Kongo na haya makundi mengine haijapata suluhisho. Sasa leo serikali ya Kongo iende kwenye meza mazungumzo na kikundi cha M23 na iache kwenda kwenye meza mazungumzo na vikundi vingine ambavyo yeye Tshisekedi aliwapatika jina ya kuitwa wazalendo. Ni jambo ambalo litaleta shida, tena shida kuu. Mtazani mmetatua matatizo, kumbe mnaenda kuongeza matatizo zaidi ya matatizo mengine. Sisi kama vile vyama vya kisiasa au muungano wa vyama vya kisiasa, tunayo pendekezo kwenu. Kama kweli kweli mmeteuliwa ili mtafute au kupatanisha serikali ya Kongo na M23, hivyo vitu havitawezekana. Ingilikuwa heri kama mchakato huo utajumuisha makundi yote ambayo yameshikilia silaha pamoja na M23. Serikali ya Kongo iende kwenye meza mazungumzo na vikundi vyote iwemo M23. Hapo mtakuwa mnapiga hatua ya kutatua matatizo. Lakini kama serikali ya Tshisekedi haitaenda kwenye meza mazungumzo na makundi mengine yote, na ikikubali kwenda kwenye meza mazungumzo na kikundi kimoja cha M23, jamani, mtakuwa mmewasha moto juu ya moto mwingine. Mtakuwa mnatuliza M23, kutakuwa vikundi vingine vitajitomoza, vinaanza tena. Na hiyo kazi ambayo mlikuja kuifanya kutatua matatizo ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakuwa imeambulia patupu. Kwa hiyo sisi kama muungano wa vyama vya kisiasa tunawaomba na tunaomba serikali ya Bwana Tshisekedi isikilize kwa makini yale ambayo tunakwenda kuambia. Sisi hatuko tayari kukubali kama serikali ya Tshisekedi itafanya mazungumzo na kikundi cha M23, kwa sababu serikali ya Tshisekedi ikifanya mazungumzo na kikundi cha M23 tutaonekana wazembe, na serikali ya Tshisekedi itakuwa serikali ya kizembe. Na kama vile wazalendo, kama vile wananchi, hatutakubali nchi yetu ipate kuuzwa mchana. Hatutakubali. Kufanya mazungumzo na M23 ni kukubali wageni wapate hifadhi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sababu mradi wa M23 ni wa kuweka wageni wa Nyarwanda katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia na kuwatafutia hifadhi kwa hitu wa Kongomani kilazima. Na hilo haliwezekani na halitawezekana. Sisi kama vyama vya kisiasa tumesimama kupinga vikali mazungumzo ya M23 ya serikali ya Kinshasa ya Tshisekedi pamoja na kikundi cha M23. Na akikubali kuongea na wao, ajiandae vile vile kuongea na makundi mengine. Bila hivyo moto utawaka juu ya moto mwingine, kwa sababu hatutakubali kuuza nchi yetu kwa wageni. Hivyo vitu havitawezekana. Ili jambo liwafikie na mulikariri, havitawezekana tuuze nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa wageni. Havitawezekana. Afadhali mtoto wa mwisho aishie katika nchi ya Kongo. Afadhali sisi wote tuwawe katika nchi ya Kongo, ndio hapo sasa wageni waitawala. Lakini kama tungali hai, kama bado tuko mpaka wa mwisho wetu atokomee, hapo ndio tutakubali. Lakini kama bado tuko hai,
hatutakubali na havitawezekana. Kwa kutafuta suluhisho mapema, Tshisekedi aende kwenye meza ya mazungumzo na makundi yote ya wazalendo. Asibague atiaongee na M23, kwa sababu tunajua M23 ni kikundi cha wageni, ni kikundi cha wauaji kutoka nchi ya Rwanda na nchi zingine ambazo zinasapoti kikundi cha M23. Kwa hiyo mazungumzo ya Tshisekedi na M23 ni kuuza nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au kuuza kipande ya nchi ya Kongo kwa wageni. Na sisi tuko hapa tukisema katiba yetu nasema nchi yetu iko laiki, indivisible, na hakuna mtu anaweza kukata nchi ya Kongo. Na kama serikali ya Kongo imeshindwa kudhibiti kikundi cha M23, sisi wananchi tutatumia katiba yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo article 64 ambayo imesema kama serikali imeshindwa kutetea wananchi, sisi tutachukua silaha tupambane mpaka mtu wa mwisho wetu, kuliko nchi yetu ichukuliwe na wageni, ivamiwe na wageni. Hatutakubali tena kwenye serikali ya nchi ya Kongo kuwe mchanganyiko wa wageni. Wanyarwanda wawe ndani. Wanyarwanda kwao ni Rwanda, Kongo ni ya Wakongomani. Tumetuma mise en garde kwa gouvernement ya Kinshasa, na ile hatutaliongea. Tumetuma kama vile tangazo kwa vyombo vya habari na isikike. Lakini kama serikali ya Kinshasa ikiweka masikio kuwa ngumu, afadhali wa mwisho wetu amalizike, ndio sasa wabebe hiyo nchi. Lakini kama bado tuko uwai, eneo ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitaongozwa na Wanyarwanda kamwe until our dead body. Na hii tumewatumia wale wasimamizi wa upatanisho, na tunaongea tukimaanisha kile ambacho tunakiongea. Kama mazungumzo hayo yatakuwa, mkubali ya kwamba munaenda kuwasha moto juu ya moto mwingine. Ninyi mkifikiria ya kwamba munaenda kumaliza vita, yani mnamaliza kwa fikra zenyu, yani mjue kwamba huo utakuwa mwanzo wa vita vingine, kwa sababu hatutakubali tutawaliwe na mgeni. Havitakubali na hatutakubali. Tumeshukuru sana kwa haya machache ambayo tumekwenda kuyaongea kwa niaba ya chama cha kisiasa ANAPAD na kwa niaba ya muungano wa vyama vya kisiasa. Anaongea hapa ni Dr. Miala Utangania, kiongozi wa muungano wa vyama vya kisiasa ambao unaitwa UBOL. Asanteni sana kwa usikilivu mwema. Na kwa kumalizia, ndugu zangu wananchi, tuwe makini. Bwana Tshisekedi akienda kuongea na Wanyarwanda wa M23, na sisi tusimame kama jinsi katiba inavyotuambia, ibara ya 64 article 64. Gouvernement kishindwa kufanya majukumu yake kwa nchi, wananchi tuwe tayari kujipigania ili tujitetee. Kwa hiyo wakati mtasikia wanaenda Rwanda kwenye mazungumzo, tuwe tunajiandaa na sisi. Mazungumzo yakimalizika, na sisi tunawasha moto mwingine, kwa sababu hatutakubali kamwe kugandamizwa na kikundi ambacho kinaongozwa na Wanyarwanda until our dead body. Asanteni sana. Ni ndugu yenu katika lead Dr. Miala Utangania. Mungu awabariki. Vive la RDC, vive l'unité nationale. Avec Dieu, nous vaincrons. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza
na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, ewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.